mtazamaji wa EPA TV, ni Mbwebo Basha mwana wa Ezekiel Bobra Boy for life most hunter God of Bembe. Kama unavyojua leo ni Eid Mubarak. Sijui kama nimepatia au nimekosea, mashehe na mimi watanikosoa. Vipi Alishe? Safi. Uko sawa? Kawaida kabisa brother. Ningependa ujitambulishe kwa majina wa mtazamaji wa EPA TV apate kukufahamu. Vizuri, mimi kwa majina naitwa Ali bin Huredi. Ali bin Huredi. Kidogo sauti iwe kwa juu ili watazamaji wapate kukuelewa kwa kina. So Ali, ningetaka kujua shehe wangu, leo ni Eid na tumepata nafasi ya kuongea na nyinyi kama mashehe. Ningependa kujua kuhusiana na salamu yenu mnayoitoaga, sijui ni asalamu alaikum. Kwa Kiswahili inamaanisha nini? Kuhusiana na salamu Salamu alaikum kwa ninavyojua mimi, kwa mimi sio msomi sana wa dini na sijaisoma sana kivile, ila kwa kile kidogo ambacho mimi nakijua nitakiongea. Okay, vizuri. Yeah. Ninachojua mimi asalamu alaikum, najua kwamba ni amani ya Mungu iwe nawe. Amani ya Mungu iwe nawe. Basi vizuri. So ningependa kujua ni changamoto zipi ambazo umepitia kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna changamoto nyingi zilitokea, ndogo ndogo na kubwa pia. Lakini changamoto kubwa zaidi ambazo mimi niziona, unajua kama mimi ni mvulana bro. Mimi naweza nikaangalia mazingira moja yakanifurahisha na nyingine yakanisikitisha. Kwa hiyo nikiona mazingira ambayo yananifurahisha naweza nikajibana kwa sababu ni dini haijaruhusu kile kitu kwa mwezi wa Ramadhani. Kama wanawake, mademu ya sunna leo mazingira. Na kuna vitu vingine sio mpaka uongee washabiki zako waone ama hivyo yani. Lakini hiyo ni kubwa zaidi ya mademu. Basi poa. So mbaya ningetaka kuulizia shine na kanzu nzuri shehe, ungetuambia hata imetoka kwa shingapi hiyo shehe? Blaza, hizo bei kubwa sana kivile, ni bei ndogo tu. Sisi makapuku wakati tunavaga hivi. Mimi kapuku bro, hata wewe tajiri sana. Sikia iko hivi hapa hii. Bei yake kabisa. Nilichukulia kambini sio tambali sana. Ni hapa kwa mzee Jeta. Hapa. Nichukua hapa kwa 50. Hapa nimevaa kwa 50. Kiatu hicho hapa ni 25. Na kilemba ni 6. Sitojitapa sana vitu ambavyo sijavaa. Nadhani ambao wananiangalia wanajua ambacho nimekivaa kina bei gani. Kwa hiyo nisijitape mwisho siku akaja kanicheka. Bwana wewe, shehe anaendelea kufunguka kuhusiana na Eid anavyoiona yeye. So leo shehe, kuna watu umewasambazia mwaliko kweli? Wapo, hata ikiwezekana na wewe sasa hivi ukitaka twende tunaenda, kwa maana mwaliko bado upo na unaendelea. Mpaka usiku ufike, mwisho siku tuamke siku nyingine. Hapo tunaweza kusema siku imeisha. Ila bado sasa hivi mwaliko upo na unaendelea. Kwa hiyo nimealika watu wote ambao wananiangalia na ambao wananijua zaidi, wafike maskani wanapoelewa. Na mpenzi mtazamaji, huyo alikuwa ni Ali, Sheikh Ali ameongea ya kutosha hapo kuhusiana na Eid Mubarak. Turudi kwa shehe mwingine upande wangu wa kushoto. Habari shehe? Nzuri. Uko sawa? Nipo salama kabisa. Vizuri. Ningependa ujitambulishe kwa majina kwa watazamaji wa EPA TV. Wewe unaitwa nani? Naitwa Sheikh Sharjah. Sharjah. Hiyo si ya Kiarabu kabisa hiyo? Naam. Basi vizuri. Ningependa kuulizia kitu kimoja. Unipe hata tafsiri kidogo. Unajua tunasikiliza sana dini lakini tafsiri zinakuwa zinatupita hivi hivi. Ar-Rahmanir Rahim maana yake ni nini? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim maana yake ya Ar-Rahmanir Rahim yani hata kama ni tunaweza tukajua upande mwingine bismillah na yenyewe tunaisikilizaga sana. Tunasikilizaga sana bismillah ya bismillah. Akianza bismillah, akijigonga bismillah. Ni ufunguo wa jina la Mwenyezi Mungu. Yaani mtu akisema bismillah anakuwa ni kama vile amefungua, amemtaja kwa jumla. Naam. Kama ulivyosikiliza mpenzi mtazamaji wa EPA TV, walikuwa ni mashehe na leo ni vahibu ya Eid Mubarak. Na nikisema Eid Mubarak namaanisha nini? Ni kama vile unamtakia mtu heri ya sikukuu ya Eid Mubarak. Ni kama tu heri. Unatakia heri. Asanteni mashehe wangu kwa umoja. So ningependa kupiga ka challenge kidogo maana tunaelewa ni siku ya furaha leo. So ya kujifunga funga. Bro, habari yako? Safi bro. Uko fresh? Mzima kabisa. Harakati? Safi mzuka. Kwa majina unaitwa nani? Mimi kwa jina maarufu naitwa BTS ya Mkorea, lakini kwa jina nililopewa na wazazi naitwa Egypt. Egypt ya Haruna. AKA Mkorea. Bwana wewe ndo Mkorea wa hapa camp. So ningetaka tu kuuliza kitu kidogo bwana Mkorea. Leo ni Eid kama unavyoona, vipi umepata mwaliko?
Ya ndio nimepata, rafiki yangu hapo kaniagizia nani mwaliko kabisa. Na umekufikia. Sherehe mshaenda kuruka nayo? Yani mapema tu brother. Kwa kama ni mpunga tayari umetulia kwa tumbo. So ningetaka kukuulizia kitu kimoja, wafungulie watazamaji wa EPA TV kirefu cha neno SMS. Kuna herufi 3 pale na kila herufi na maana yake. Utufungulie kirefu cha neno SMS. SMS. Yeah. Ukipatia unaibuka na kitu chochote. Leo ni hidi tunagawa zawadi watu wa EPA. SMS. Hamna swali lingine hapo. Swali lingine lingekuepo lakini nikiunganisha na muda unatutupa mkono. So zawadi imekupita bro. Oya Mkorea. Basi jaribu sio mbaya. SMS. SMS. Yeah. Kirefu chake ni nini? SMS. Bwana we, nina jamaa mwingine hapa, bado tupo na Idi Mubaraka, tunaendelea kusherehekea. Tunaruka nayo na tunatamba nayo. Ni aje bro? Safi. Harakati? Ni safi. Ningependa ujitambulishe kwa majina kwa watazamaji wa EPA TV. Kwa majina naitwa Ismaili. Ila kwa majina mitaani naitwa Swati. Ismaili. Hapa hivi Nyarugusu Kempo Ode. Basi vizuri. Hilo jina la Ismaili mbona limekaa kama Kiislamu? Wewe si Muislamu au? Na mimi ni Mkristo, ila hilo jina ni jina ambalo nimepewa, ni jina la babu yangu. Alikuwa ni Muislamu. Bwana wewe, huyu anaitwa Swati. Hivi hiyo Swati unajua maana yake? Swati najua maana yake. Maana yake nini? Swati ni jeshi kuu la Marekani. Majeshi kuu ya Marekani. Jeshi kuu kabisa ndo ambalo linaitwa Swati. Na ndo ukachukua ule ukubwa wa lile jeshi na ukajikita hilo jina. So kuna kitu chochote utaibuka nacho hapa. Kuna swali tu ndogo nitakuuliza, ukijibu unaibuka na chochote kitu. Au si upo tayari? Nipo tayari. Basi poa. Bila shaka wewe ni mtazamaji mzuri wa mpira. Kuna kitu kinaitwa VAR. Baada ya ugomvi kwenye uwanja wanasema twende VAR. Tufungulie kirefu cha VAR. VAR. Inaitwa VAR. Waende VAR bwana, wakaangalie kama ni penalty, kama ni offside, wanaenda kutatua hayo matatizo. VAR cha kwanza, ile V inamaanisha video. R inamaanisha referee. VAR video assistance referee. Bwana we, jamaa amehua na tumepata mshindi mwingine kama nilivyokuelekeza mpenzi. Bwana we, Ismaili amehua mwanangu. Kirefu cha VAR amekitaja vizuri sana. Tumerudi kwa jamaa ambaye anajiita Mkorea. Tunataka tumpe bonus ya swali nyingine. Maana ile ya kwanza ameshindwa. Kirefu cha SMS imemsumbua, imepita na akawa amehitaji kurudiwa swali. Tumerudi sasa kwako tena. Tupe kirefu cha USB. USB. Bwana ninaomba USB yangu bwana. Kirefu chake sasa. Maana hapo ni short hiyo. Kwa ninavyojua mimi USB Korea umekuwa failure. I think ni double chance inaitwa hiyo. USB. USB, kirefu cha USB. Kwa ninavyojua mimi ni kama ndo nini cable hii ya kuchaji vifaa, utakuta simu simu, kuna zile MP3 vitu kama hivyo, matableti zote zile ndio zinatumiwa na hiyo USB. Na shida yetu tulikuwa tunahitaji tu kirefu cha hilo jina la USB. Kirefu chake sasa. Maana kama VAR ni kwa ufupi kuna maneno akawa ameyatoa hapo bwana Ismail. Kwa hiyo tulikupa SMS ikawa imekupita. Tumekupa bonus ya USB na yenyewe mpaka hapo na isi imekupita. Mpenzi mtazamaji wa EPA TV, ilikuwa ni Idi ya 31 mwezi wa 3 2025. Tumeendelea kuruka nalo kama hivyo. So nilikuwa na wanangu hapa kwa majina walijitambulisha hapo awali. Mpaka hapo na sisi sina la ziada. Ulikuwa nami Mbwebo Basha, mwana wa Ezekiel Bobre Boy for Life Monster God of Bembe. Nyuma kamera ni Brother G. Ciao.